Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kulitokana na migogoro ya kisiasa ikiwemo migogoro inayoendelea nchini DRC na Sudani Kusini ambapo kumekuwa na ukuaji hasi, yani negative wa 27.6. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Fedha la Dunia la Kimataifa IMF ya Aprili 2025, mfumuko wa bei duniani ulipungua na kufikia wastani wa 5.8 mwaka 2024 kutoka 6.7 mwaka 2023. Na mfumuko huo unatarajiwa kuendelea kupungua hadi kufikia 4.3 kwa mwaka 2025 na 2.2 kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, sasa nifanye mapitio ya hali ya uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024 pato halisi la taifa lilifikia shilingi trilioni 156.6 kutoka shilingi trilioni 148.5 kwa mwaka 2023, sawa na ukuaji wa 5.5%, na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa na ukuaji mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ukuaji huo ulichangiwa na jitihada mbalimbali za serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuanza uzalishaji wa umeme katika bwawa la Mwalimu Nyerere, kuendelea utekelezaji endelevu wa miradi mbalimbali ya kimikakati na kielelezo ikihusisha kwa mfano miundombinu ya nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kuongezeka kwa mikopo ya sekta binafsi, usimamizi madhubuti wa sera za fedha, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na uwekezaji wa serikali katika huduma za jamii, hususan katika huduma za afya, elimu, maji na hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024 sekta 5 zilizoongoza kwa ukuaji wa uchumi ni pamoja na sanaa na burudani iliyokuwa kwa 17.1%, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme iliyokuwa kwa 10.4%, habari na mawasiliano kwa 10.3%, fedha na bima kwa 13.8% na afya kwa 10.1%. Sekta 3 zilizochangia zaidi takriban nusu ya pato la taifa ni kilimo iliyochangia 26.3%, ujenzi 10.8% na uchimbaji wa madini na mawe 10.1%. Katika siku za mbeleni, serikali itaendelea kuongeza tija zaidi kwenye uzalishaji katika kilimo ili kilimo kiendelee kuwainua Watanzania wengi zaidi kimapato. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei nchini ulipungua na kufikia 3.1% kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na 3.8% kwa mwaka 2028. Mheshimiwa Spika, mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha ambapo mwaka 2024 ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ulifikia wastani wa 12.4%, na sekta zilizoongoza kupokea mikopo hiyo ni kilimo kwa 41%, uzalishaji viwandani 19.3%, mikopo katika shughuli za binafsi 10.7%, uchukuzi na mawasiliano 15.2% na biashara 12.7% na ujenzi 4.4%. Matokeo haya yanaonyesha mwelekeo chanya katika ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta mbalimbali nchini. Ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi hususan katika sekta za uzalishaji kama kilimo, viwanda pamoja na shughuli binafsi na uchukuzi mawasiliano inaashiria uimarishaji wa mazingira ya biashara na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Hatua za kisera zilizolenga kupunguza viwango vya riba na kuongeza bajeti katika sekta muhimu hususan kilimo zimeonekana kuwa na matokeo chanya katika kuchochea ukuaji huo. Mheshimiwa Spika, akiba ya fedha za kigeni imeendelea kuwa ya kuridhisha kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi. Mwaka 2024 akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Kimarekani bilioni 5.546. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nifanye mapitio ya mwelekeo wa hali ya uchumi kwa taifa kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, malengo ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 yapo malengo 6 yafuatayo. Kwanza, kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 6% mwaka 2025 na kutoka 5.5% kwa mwaka 2024. Pili, kuendelea kudhibiti mfumuko wa bei kubaki kwenye wigo wa takriban tarakimu moja wa wastani wa kati ya 3 hadi 5% katika muda wa kati. Na tatu, mapato ya ndani
yani mapato ya kodi na isiyo ya kikodi, kufikia 17.4% ya pato la taifa ifika mwaka 2025/26 ikilinganishwa na matarajio ya 15.8% kwa mwaka 2024/25, na mapato ya kodi yafikia 13.3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025/26 ukilinganisha na 12.8% kwa mwaka 2024/25. 5. Nakisi ya bajeti ikijumuisha misaada kuwa 3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025/26 kutoka matarajio ya 3.4% kwa mwaka 2024/25, na 6. Kuwa na akiba ya fedha kigeni kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina ya taarifa ya hali ya uchumi yanapatikana katika kitabu cha hali ya uchumi ambacho tumekigawa kwa waheshimiwa wabunge. Sasa nifanye tathmini ya utekelezaji ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2024/25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2024/25 bunge lako tukufu liliidhinisha jumla ya shilingi trilioni